الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. إني وإسلام واجه الله ninakuhusieni pia nausia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Innana fi ayami al-ashr min dhil-hajj, tuko katika masiku 10 ya dhul-hijja. Wa hadhihi al-ayyam afdalu ayami ad-dunya, haya masiku ndio masiku bora kabisa katika masiku ya duniani. Masiku 10 ya dhul-hijja ni masiku yaliyo na fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia masiku haya katika surati al-Fajr, akasema wal fajr wa layalin ashr wash-shaf'i wal watr wal layli idha yasr. Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia al-fajr, na wameeleza ahlul ilmi al-fajiri ni al-fajiri ya yaum an-nahr, ya siku ya kuchinja. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akayapia haya masiku 10 wa layalin ashr, ameyapia haya masiku 10 pamoja. Kuna kauli ya baadhi ahlul ilmi kwamba haya masiku 10 ni yale masiku 10 ya 10 la mwisho la Ramadhani, na wengine wakasema ni haya masiku 10 ya Dhulhijja. Na masiku 10 ya Dhulhijja ni kauli iliyokuwa na nguvu zaidi, bali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametueleza kwamba hakuna ma min ayami al-amalu as-salih fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ay ayyam al-ashr min Dhul-Hijja, au kama qala alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameeleza katika hadithi kuwa hakuna masiku ambayo amali njema inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko haya masiku, yani haya masiku 10 ya Dhul-Hijja. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala jihadu fi sabilillah, hata jihadi pia haifikii katika haya fadhila zinazopatikana katika haya masiku 10 ya Dhul-Hijja? Mtume akamwambia hata jihadi pia haifikii, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, isipokuwa mtu ambaye atatoka yeye mwenyewe akaenda kupigana jihadi, lakini si yeye peke yake, bali akatoka na mali yake pia, akenda yeye na mali yake katika jihadi, halafu yeye akabaki huko na mali yake ikabaki huko. Huyo ndio atafikia fadhila zinazopatikana katika haya masiku ya Dhul-Hijja. Haya ni masiku ambayo watu watakana kuongeza jitihada katika matendo mema. Kila amali iliyokuwa ya kheri, haya masiku
amali hiyo inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na walikuwa salafuna salih katika haya masiku wanafanya jitihada za hali ya juu mno katika kufanya matendo yaliyokuwa mema, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na matendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda na anafurahi mja wake kujikurubisha nayo kwake kwanza ni yale ambayo Allah amemfaradhishia. Imesihi katika hadithi ya Abu Huraira, hadithi al-Qudusi, kama alivyoipokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, man aada li waliyan faqad adhantuhu bilharb, yule ambaye atakayemfanyia uadui kipenzi changu, basi huyo ametangaza vita baina ya mimi na yeye. Uadui wa chuki binafsi, uadui wa kisilaha, uadui wa kimaneno, uadui wa kimatendo na namna zingine zote za uadui. Utakapomfanyia uadui kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe umetangaza vita baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna aliyepambana na Allah akafanikiwa. Na Allah ana njia nyingi sana za kukuadhibu wewe mwanadamu unapotangaza vita na vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akaeleza sababu zinazoweza kumpelekea mja kuifikia daraja hiyo ya yeye kuwa wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema, ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi, mja hajapata kujikurubisha kwangu kwa kitu ambacho mimi ninakipenda zaidi kuliko kile ambacho nimemfaradhishia. Kwa jambo la kwanza ni wewe kutekeleza ibada za fardhi. Miongoni mwa ibada za fardhi ni ibada ya sala. Ukajitahidi katika haya masiku 10 wewe ukapata jamaa, swala zako zote 5 ukaziswali katika jamaa. Lakini pia katika hiyo jamaa ukajitahidi ikawa jamaa yako ni ya takbira ya kwanza ya imamu. Lakini pia ukajitahidi wewe kusoma Qur'ani katika haya masiku na kufanya ibada zingine mbalimbali. Haya ni mambo ambayo yatakusogeza wewe karibu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yatakufanya upate wilaya ya Allah subhanahu wa ta'ala, upenzi na uwalii, daraja ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi vipenzi wake hawatakuwa na huzuni na vipenzi wake hawatakuwa na hofu. Kwa hiyo njia ya kwanza ya mja kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kutekeleza ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemfaradhishia. Hili Allah analipenda zaidi. Ni yapi ambayo Allah amekufaradhishia? Kuna mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekufaradhishia katika ibada ambazo ni baina yako wewe na yeye. Lakini pia kuna fardhi ambazo au wajibu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekea baina yako wewe na watu wengine, kama ambavyo ameweka baina ya mtoto na mzazi, ameweka baina ya mume na mke, na ameweka baina ya kiongozi na wenye kuongozwa, na ameweka baina ya wenye kuongozwa na kiongozi. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka hukuki ambazo kila mmoja atakiwa kuzitekeleza kwa mwenzie. Kwa hivyo kila unapotekeleza yale aliyokuwajibishia Allah subhanahu wa ta'ala, unazidi kutengeneza nafasi baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jambo la kwanza ambalo mja anapokuwa amelifanya linamkurubisha baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala, na ni sababu ya yeye kupata wilaya ya Allah subhanahu wa ta'ala, kupata daraja ya uwali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la pili, amesema Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi al-Qudusi hii ambayo tuliistaja Ibn Abbas, hadithi ya Abu Huraira, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah anasema, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu, na mja wangu hatoacha kuwa anajikurubisha kwangu kwa mambo ambayo mimi sikumfaradhishia, ni mambo ya istihbabi, ni mambo nimempendekezea kuyafanya. Yani sikumwajibishia kwamba akiyafanya haya asipoyafanya nitamwadhibu. Hapana, nimempendekezea. Kuna mambo Allah amekuwajibishia
na kuna mambo Allah amekupendekezea. Kwa hivyo yale ambayo amekupendekezea, ukaambiwa kufanya hivi ni sunna, kufanya hivi ni sunna, kufanya hivi ni sunna, basi wewe ukayafanya hayo mambo. Mtume anasema kwamba Allah anasema wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idha ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi. Mja hatoacha kutekeleza mambo haya isipokuwa mimi nitampenda. Ukitaka kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, jikurubishe kwake kwa kutekeleza mambo ya sunna, mambo ambayo hakukuwajibishia Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila utakapokuwa ukitekeleza mambo ya wajib na mambo ya sunna, ndivyo unapotengeneza daraja yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika haya masiku ni wakati wa kujitahidi, na ni wakati wa kujituma, na ni wakati wa kuongeza jitihada katika kila amali iliyokuwa njema, ili kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa ba'd. Ayuha almuslimuna ibadallah, katika mambo ambayo tunajikurubisha nayo katika haya masiku kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumetaja kuna mambo ya fardhi, mambo ya wajibu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwajibishia. Yako mengi mambo haya, tukataja mojawapo ni jambo la ibada ya swala, ibada ambayo ni katika ibada adhimu. Allah anaipenda sana. Katika ibada anazozipenda ni ibada ya swala, na ndio maana utaona Mtume sallallahu alayhi wasallam ameilazimisha ibada ya swala kwa kila mmoja. Halafu ni ibada ambayo haikubali badala, kwamba mimi naweza nikaacha fulani akanifanyia. Hakuna. Ama utakapokuwa umekufa hukuifanya, watoto wako wanaweza kukulipia. Hapana. Ni ibada unatakiwa utekeleze wewe mwenyewe, na Allah anamlipa kila mmoja kwa utekelezaji wake yeye mwenyewe. Ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alipoifaradhisha, alimpeleka mtume katika safari ya Isra na Mi'raj, na huko ndipo mtume akafaradhishiwa ibada ya swala. Ni ibada pekee iliyofaradhishwa mbinguni, zingine zote zimefaradhishwa hapa duniani. Na mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza miongoni mwa fadhila za ibada hiyo katika hadithi ya Abu Huraira iliyopokea Imam Muslim na Imam al-Bukhari pia ameitaja. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba zake, ara'aytum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay? Mwaonaje ikiwa mto wa maji masafi wenye kina kirefu unapita mbele ya nyumba ya mmoja wenu, naye akawa anakoga katika mto huo kutwa mara 5, mtu huyo anaweza akabakia na uchafu katika mwili wake? Masahaba akamwambia, la yabqa min daranihi shay, hawezi kubakiwa na uchafu katika mwili wake. Mtume akawaambia, fadhalika mathalu salawati al-khams, huo ndio mfano wa swala 5, yamhu Allahu bihinna al-khataya, Allah subhanahu wa ta'ala anafuta kwa hizo swala madhambi ya waja. Kwa hiyo swala ni ibada adhimu, ni ibada kubwa, na watu kujitahidi kuiswali katika jamaa. Na mtu kujuta anapokosa jamaa ya kwanza, akakosa jamaa ya pili, mtu aonekane kuwa na huzuni. Kwa nini nimepitwa na jamaa ya alfajiri, nimepitwa na jamaa ya dhuhuri, nimepitwa na jamaa ya alasri? Kwa nini kwa siku ninapitwa na jamaa 3? Ili kesho yake afanye jitihada kubwa zaidi. Ilikuwa jana amepitwa na 3, leo apitwe na 1, kesho asipitwe na hata 1, akawa anapambana kuikurubisha nafsi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia katika ibada adhimu ambazo
tunatakiwa sisi tudumu nazo na kujitahidi katika haya masiku ni kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ametuambia fadhkuruni adhkurukum, nitajeni nitakukumbukeni kwa neema zangu juu yenu. Allah anataka wewe umtaje, mdomo wako ukikaa uwe ni mdomo mbichi kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, imma kwa istighfari, imma kwa tasbih, imma kwa tahmidi, imma kwa tahlili, astaghfirullah, la ilaha illa Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Ukawa ni mwingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kila unapokithirisha kuwa ni mwingi wa kumtaja Allah ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anapozidi kuwa karibu na wewe zaidi, bali na yeye anakutaja wewe katika mala'i a'la mbele ya viumbe wake watukufu. Fadhila za kumtaja Allah ni fadhila kubwa sana, bali asema Muadh ibn Jabal, hakuna kitu kinaokoa na adhabu za Allah kama kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha angalia Firaun alipokuwa ni mzito wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika uhai wake na katika afya yake na katika furaha ya maisha yake, alipomkumbuka Allah wakati wa matatizo, dhikri yake haikumsaidia kitu. Allah akamwambia, al'ana wa qad asaita qabl, leo ndo unakumbuka kwamba yupo Allah, leo ndo unakumbuka kuna dini, leo ndo unakumbuka unaweza kumtaja Allah, na huko nyuma ulikuwa ni mtu muovu, dhikri yake haikumsaidia. Lakini alipokuwa Yunus alayhi salam ni mwingi wa kumtaja Allah katika uhai wake na afya yake, alipomkumbuka Allah wakati wa matatizo, samaki hakuweza kubakia naye katika tumbo, alimtoa akamtema nchi kavu na Yunus akasalimika. Na Allah akasema subhanahu wa ta'ala, falawla annahu kana min almusabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Lau kama Yunus angelikuwa si katika wenye kumsabihi Allah huko nyuma, sio hapa leo, huko nyuma, kama angelikuwa si katika kwenye kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, angebakia amekaa kwenye tumbo ya samaki mpaka siku ya kufufuliwa. Lakini kwa sababu ya dhikri yake samaki hakuweza kumbeba. Kwa sababu ya dhikri yake Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha samaki amtoe nchi kavu. Na wewe hauwezi kusalimika na matatizo na mabalaa na majanga na dhiki na tabu kama utajiweka mbali na dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwe ni wengi wa kumtaja Allah katika haya masiku. Mahujaji wanashughulika na talbiya, labbaik Allahumma labbaik, na sisi tushughulika na takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Midomo yetu iwe mibichi kumkabiri Allah subhanahu wa ta'ala katika haya masiku. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.